Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake na kwa baraka zake na kwa taufiki yake kutuwezesha sote kutoka maeneo tuliyotoka kuja kukutana hapa, moja katika malengo ikiwa ni kuenzi madhhab ya Ahli al-Bayt alayhi salam na kupanga mikakati ya kuboresha harakati zetu katika maeneo tunayotoka. Huku kukutana tu peke yake ni moja katika matakwa ya maimamu, wakitushauri mara kwa mara tuweze kukutana, kama ilivyopokelewa kutoka kwa al-Imam Ar-Ridha kumwambia Bana Fudayl, atajlisun wa tatahaddathun. Tunaishi katika masiku muhimu sana. Tunaishi katika miezi yenye nuru, ashhuri nur, mwezi wa Rajab, mwezi wa Shaaban na mwezi wa Ramadhani ambao kwamba tunatarajia. Lengo kuu ambalo kwamba tunaweza kusema tunalotaka tulifikie ni kujitayarisha sisi kuwa wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, istidad li dhiyafati Allah Ta'ala. Na hili si jambo lepesi, si jambo rahisi, linataka maandalizi mazuri na mambo mengi yanatakana kufanyika, na hapa ndipo ambapo kwamba tutakana tupate ushauriano. Alakh Sheikh Khamis atafacilitate, atasaidia kuchukua fikra na maoni na kwa ajili ya kufaidisha kila mtu, si kwamba maoni haya yakusanyika alafu yaende kutekelezwa na watu wengine, bali ni kwamba tukajifunza hapa na yale ambayo tutayapata mapendekezo ni baramiji zipi, ni activities zipi tunaweza kuzifanya yawe yataanza kuweka katika practice, kwamba tunaweza kuwa na takhtit na planning ya namna ya kutekeleza yale ambayo kwamba yatakuwa yamependekezwa kwa mustawa wa kila mahali na kwa kiwango cha kinachohitajika katika hiyo sehemu. Kwa hivyo hizi ni siku ambazo kwamba ni siku muhimu ambazo kwamba ilikuwa tuwe na mazungumzo kama haya kabla ya mwezi wa Rajab, lakini nasema kwamba hatujapata yote, hatuwezi kuiacha yote. Tu katika baadhi ya siku za mwezi wa Rajab zimesalia labda siku 8 hivi, na kisha mwezi wa Shaaban unakuja, kisha mwezi wa Ramadhan. Vipi tuweza kutumia hizi siku kisawasawa ili kwamba tuinue mustawa wa uchachi wetu Mungu na mustawa wa jamii wa kufungamana na mafunzo ya Kiislamu na kadhalika. Ni vipi tunaweza kufanya? Ni yapi ambayo tunaweza kufanya kuinua mustawa wa tadayyun katika jamii zetu? Baramiji zipi ambazo tuko nazo? Lakini vile vile kuna haja kutambua ya kwamba sisi wafuasi wa Ahlul Bayt alayhim salam tunapita katika marhala muhimu sana, wanaweza kuyaita ni makhadh. Mama mjamzito kabla ya kujifungua kupita katika hali fulani. Sisi huenda ikawa tunapita katika nyakati za kuzalika kitu mpya. Mkiangalia ulimwengu unavyokwenda na mambo yanapofanyika saizi katika ulimwengu, ni kwamba tumejikuta katika ile nafasi aliyokuwemo Mtume sallallahu alayhi wa alihi dhidi ya kufar na mushrikun, walipomjia ami yake akamwambia asimamishe da'wa yake, asiendelee kufanya kazi hii, na sisi badala yake tumpatie kila kitu anachotaka, tutampa uongozi, ufalme, lakini bora tu asiachane na mambo ya kukashifu dini yetu. Tutampa mali, atakuwa tajiri kuliko kila mtu, akitaka wanawake tutampatia na starehe zote atazozipata. Na msimamo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ulikuwa ya wakafanya zaidi ya hilo. Law wada'u ash-shamsa biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadha al-amr ma taraktu
hatta yudhhirahu Allah au ahlaka duna. Hili siwezi kuliacha. Msimamo ndio aliotoa Mtume sallallahu alayhi wa alihi, hata wakafanya zaidi hapo, kanimilikisha na nini. Na hivyo hivyo utaona ndio yale aliyopitia Amirul Mu'minin alayhi salam, na kujikuta upande moja na dunia na wafuasi wake katika upande mwingine, na hakutaraja Amirul Mu'minin alayhi salam mpaka ikampata shahada, na yakanena fuztu wa rabbil Kaaba. Hili ndilo ambalo kwamba lenye kushangiliwa, hili ndilo ambalo kwamba nilikuwa nalisubiria, na kwa hivyo nimefaulu. Na siku hizi zinatukumbusha Aba Abdullah al-Husayn alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, alipochikuta upande moja na ulimwengu katika upande mwingine peke yake, akipambana na maelfu ya watu, na akasema, akatoa msimamo wake aloutoa, ala inna ad-da'iya ibn ad-da'i qad rakkaza bayna ithnatayn bayna sillati wa dhillah wa hayhata min dhillah. Imam Hussein alayhi salam kwa msimamo huu akaitoa nafsi yake na wanawake na wanawe na kila kitu, na kusaidiana na mubalighuna katika sehemu zao mbalimbali kuinua tabligh na kufanya kazi kulingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ndio wajibu wetu na hii ndio hadafu yetu muhimu. Kwa hivyo kila tunapopata fursa yote ile, sisi tunatamani kwamba tuitumie kulifikia hili lengo. Ni fursa ya kipekee ya kuweza kujijenga kiroho na kijamii na katika nyanja zingine zote za maisha kama binadamu. Kwa hivyo niko hapa ili tujaribu kubadilishana mawazo ni jinsi gani tutaweza kustafidi na hii miezi hii. Sisi kama mubalighun, uwanja wetu ni mkubwa sana, kwa sababu sisi ndio warithi wa mtume. Kwa hivyo kazi yetu ni kubwa, hatuwezi kuongea kila kitu kwa muda huu ambao tuko nao. Kwa hivyo katika fursa hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia, tumeonelea kwa sababu tuko katika ndani ya hii miezi mitukufu, miezi ambayo sasa tuko Rajab, ambayo ni matayarisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, miezi ambayo sasa hii tunafaa tufanye takhalli, tunafaa tuvue yale mambo machafu, yale mambo yenye kuturudisha nyuma, vile vikwazo vyote ambavyo vitakuzuia kuweza kupiga hatua ya kiimani na kijamii. Halafu tuingie katika mwezi wa Shaaban ambao ni tahalli. Sasa tujivishe na tujipambe kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo katika sehemu zetu ambazo tupo, ni fursa muhimu sana hii kuitumia kwetu sisi wenyewe na kwa jamii zetu pia, ili kuweza kujiboresha, ili zinapoisha hizi siku hizi au hizi siku hizi tuwe tumepiga hatua kidogo, na ndio hivyo inavyotakikana. Hivyo ndivyo inavyotakikana kwamba yanapoisha haya masiku haya tuwe tumepiga hatua ya kuenda mbele na wala sio kufanya nini, sio ya kurudi nyuma. Miezi hii imejaa, kuna amal khasa za miezi hii ambazo hazipatikani katika miezi mingine. Miezi hii ina minasabat, ikiwemo miladi ya al-Imam Amir al-Mu'minin alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ikiwemo al-mab'ath an-nabi sallallahu alayhi wa alihi, ikiwemo mawalidi na wafayati za watu watukufu, maimamu na watu wengine watukufu kama kina Abu Talib alayhi salam. Kwa hivyo kukumbushana, na pia vile vile tunapeana maarifa. Kwa mfano, labda kuna mtu kulingana na jamii aliyo hajui afanye nini katika hii miezi hii, tuko hapa kubadilishana mawazo ili tuweze kustafidi na hizi siku, isiweze kupita tu hivi hivi, kwa sababu ni siku ambazo ndio wanasema baadhi ya maulama kwamba huu ni mwanzo wa mwaka wa kiroho.
mwanzo wa mwaka wa nini? Wa kiroho. Ni fursa ya kuweza kuzilea nafsi zetu, na bila shaka tunapolea nafsi zetu na nafsi za watu ambao tunawaongoza, bila shaka malezi haya yatajitokeza katika amal, katika vitendo vyetu, na yanapojitokeza katika amal ndio yanapata nini? Yanapatikana mabadiliko ambayo ni chanya. Rajab na Shaaban na nini na Ramadhan. Nadhani kuna kitu muhimu katika masala ya malezi. Kabla haujang'ang'ana kulea wenzako, kwanza unatakana ujilewe mwenyewe. Sawa. Mara nyingi sisi tuna plani sana kuwafanyia watu tunataka wafunge, tunataka waswali swala za sunna, wasome dua mashaallah, lakini swali linabaki, sisi wenyewe tuna ratiba ama hatuna? Na hasa katika masala ya kiroho, tajruba iliyopo ni kwamba masala ya kiroho, wewe mwenyewe ukiwa si msafi, kadri utakavyowapelekea watu, utakavyoongelesha, hawaathiriki. Hii ni tajruba, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatuma watu ambao ni wasafi, kwa sababu walikuwa wanafikisha kalima ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mfikishaji wa kalima ya Mwenyezi Mungu hata mmoja aliyekuwa mchafu. Waliochaguliwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Ili upande wa pili uathirike, ilikuwa ni sharti kwanza anayefikisha yeye mwenyewe yao kwa salama na anajitahidi. Na ndio maana mitume kuanzia Adamu alayhi salam mpaka ashraful khalq ambaye ni nani? Ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi katika akida yetu tunasoma kwamba wote ni kina nani? Ni maasumin, sio? Ndio, kwa sababu athar ya kazi wanayoifanya wanahitajia kwanza wao wako sawa. Sisi kwa sababu sio maasumin, tuna makosa 2, 3, 4, sio? Lakini inabaki pale pale kwamba sisi tunatakana tujitahidi kwanza kujilea. Tujitahidi kwanza kufanya nini? Kujilea, na angalau hizi barnameji za kiroho ambazo tulikuwa tunaziongelea hapa, wewe uwe angalau unazitekeleza. Alafu baada ya hapo chukua hatua ya pili sasa, kwenda kwa mwingine kumweleza na yeye angalau atekeleze hizo barnameji. Bila hivyo itakuwa ni kazi ndefu, kwa sababu wewe hauna dakika 5 za kusoma dua, yeye unamtarajia akae dakika 10 asome dua. Ni wapi na wapi? Kwa hiyo kwanza, mathalul alim alladhi yuallimu an-nasa wa yansa nafsahu, wanasema ni mfano wa nini? Wa siraj. Mfano wa msomi ambaye anawafundisha watu, anasahau nafsi yake, ni mfano wa taa. Yudhi'u linnas, taa ile inafanyaje? Inamulikia watu. Wa yuhriqu nafsahu, na inafanyaje? Najichoma. Kukumbushana ili aliyeghafilika akatanabahika, akaenda akafanya kazi kwa lile ambalo alikuwa ameghafilika. Yamezungumzwa mengi na samatu Sheikh Juma Shughuli hafidhahullah hapa ametoa mada ambayo ni pana zaidi. Singependa mada ipotee kwetu, ambayo mwenyewe binafsi nimeipenda. Na siku zote mtu anaposema jambo la kweli, hata kama linauma, sema tu kweli. Amezungumza mada nzuri na ametuhusia vitu vizuri ambavyo vitu hivi tukienda tukifanyia kazi tutafaulu, kwa sababu sote tunajifahamu sisi ni mubalighun. Mubaligh ni mtu aina gani? Ni kioo katika jamii, ni kiongozi, ni mtegemewa, ni mshauri, ni sehemu yako ni mfalme. Takasir ambazo kwamba sote tunazo, hizi takasir hatutakiwi kuzidhihirisha katika miji yetu. Mfano mmoja tu ambao kwamba mimi wanapenda kupiga mfano ni mfano wa ndoa ya muta, ambao ni ndoa ya halali, ni ndoa imejuzu, ni ndoa ambayo ina uthibitisho kwa nasi ya Qur'an na ahadithi chungu nzima.
Lakini kuna mahala tunafikia sisi kama mubalighuna, ile ndoa ya mut'a tunaifanya kana kwamba ni mchezo, maadamu ni halali katika mji wako. Sasa wewe ndio mfalme wa kutekeleza jambo kama lile. Sasa mimi wanasema hivi, hebu jaribu kuwa maasum katika mji wako, maasum katika sehemu yako ya tabligh. Kwa sababu gani? Kuijenga heshima. Ndio kuna jamii fulani ambayo labda kile kitendo hakielewi, hakifahamiki, lakini wewe kwa sababu ni cha halali unataka kukitekeleza kwa nguvu. La, tujaribu kuwa sisi ni maasumina katika sehemu zetu za tabligh, kwa sababu wewe ni kiongozi. Na kiongozi, nikimalizia, kuna kama mnamkumbuka mzee Ali Radha rahmatullah alayhi, kuna wakati mmoja alikuja kututembelea Matuga mwaka wa 1998 tukiwa tunasoma. Hiyo sisi wale tunapofika katika masala unataka kusoma dua, ni basi, yani dua haina kichwa wala miguu. Unapata shekhe anasoma dua haraka amebali chup, huyu Mungu huyu sijui tunamweka katika daraja gani huyu Mungu ambaye kwamba ndiye amekupa macho, amekupa mikono, amekupa afya, amekupa nguvu. Wakati unapojitenga ili kuzungumza na yeye, ni kama vile unamkarapia au unamfanyia mzaha. Pata mtu yama narjulu kulli khairu wa faqtu ila qul shalama tukadhibi kadhi tano mimi nataka umemaliza. Tujaribu kuelewa maneno haya matukufu ambayo tumefunzwa na maimamu alayhimussalam. Unapoyatoa, je, yana ushirikiano baina ya mdomo na moyo na akili? Je, na ushirikiano kalimati hizo unazozitoa zinakuathiri wewe? Shejuma akasema zikuathiri afu wewe tukaathiri. Sio unaathiri afu wewe zikuathiri, unaathiri watu lakini wewe zikuathiri. Tujue maana za kalimati hizi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad katika Shaban, shajarati nubuwa wa maw'dhi risala wa mukhtalafi almalaika wa ma'dani alilmi wa ahl baiti wahyi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad alfulki aljariya fi lujadi alghamira ya'manu man rakibaha wa yaghriqu man tarakaha almutaqaddimu lahum mariqun wal mutaakhiru anhum. Hizi kalimat zinatujenga, tunapozitoa midomoni mwetu zinaathiri mioyo yetu, zikiathiri mioyo yetu zinaathiri miili yetu, zikiathiri miili yetu zinaathiri na jamii. Naula basi tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mjumuiko wetu huu uwe ni mjumuiko ambao kwamba utakuwa na natija na athari ambayo kwamba itaenea katika sehemu ambazo kwamba tunazotoka inshallah taala. Nataka vile vile kumshukuru shukrani za dhati al-akh Sheikh Musa Shali